Njoo. Na wewe mzazi njoo. Mpe mtoto. Sitatikisa na mambo ya dunia. Mume ulioza naye yuko? Naishi wote? Naishi wote? Anaishi kwake na wewe unaishi kwako? Mategemeo yenu ni nini? Amesharudi nyumbani. Sasa omba vizuri sana, kwa sababu ninachoona ni kutelekezwa. Na hii roho, shida sio wewe wala shida sio mwanaume. Hii roho inasafiri kwenye familia yenu, inatembea kwenye nini. Kwa hiyo inaniambia anataka aolewe kama nani? Unaelewa Umeshachunguza? Umechunguza Kipo hichi kitu? Sasa simama vizuri, usije ukawa shocked au ukashtuka. Usipoomba vizuri na kujitoa kwenye madhabahu hii ya familia, kwenye hii chain ya familia, akakuachia mtoto, alafu ataoa mtu mwingine, utalia sana, utaumia sana. Sasa kwa sababu Mungu amekupa neema, hata tu kwa kuja tu kurudi kumshukuru, nimekupenda bure, na ndio maana Mungu wangu anakufungua zaidi. Watu wengi na wafungua hapa, akishamaliza, lakini huyu amerudi akashukuru, akajua kabisa sio kawaida, ni Mungu wa madhabahu amenitendea. Amen. Sasa usije ukachanganyikiwa, unatakiwa haraka sana ujitenge kwenye madhabahu za kweli. Utaniona nikusaidie ufanye nini, lakini omba sana juu ya huyo mwenzi wako. Muombe sana, mwambie Mungu, kama ilikuwa kwa wazazi wangu, Mungu aimara makimbilio, kwangu isitokee. Sitaki kuachwa, sitaki kuzalia nyumbani, nataka ndoa. Lakini kitu kingine cha pili, nataka niitoe roho ya mauti. Kuna wakati usiku unakabwa. Angalia sana, sio mtoto, iko kwako, wanakukaba. Na hawajaanza leo, wameanza ukiwa mpya mdogo. Ulikuwa na staili ya majinamizi, baadaye ikaenda ikawa imeisha, lakini hayajaisha, wanakuja pia. Sasa umejifungua, wanakusumbua. Wamekusumbua kwa mimba ile, wakataka kukuondoa kwa staili ya kukukaba, kukuziba pumzi, ikashindikana. Sasa hivi wamekuja kwa staili nyingine, lakini wanataka pia kumaliza mtoto. Kwa hiyo iko siku isipoombwa na Mungu, asante umekuja leo hapo, unaweza ukaishua tu pumzi usiku na ukaondoka. Haraka. Umeshasikia? Ulimtesa tangu akiwa mtoto mdogo. Tangu akiwa mtoto nataka kumchukua. Yes. Na nia yako ni kumuondoa ghafla. Yes. Umeshasikia? Hata kufa ghafla. Nimekataa. Yes. Rudisha pumzi. Hiyo pumzi inarudi. Yeye anaweza sio anaona hichi ninachokiona akasema rudisha pumzi. Rudisha pumzi. Pumzi inarudi. Rudisha pumzi. In the mighty name of Jesus. Rudisha pumzi.
Rudisha bado. Rudisha. Atakufa. Toa mauti. Yes. Toa mauti. Toa kwenye tumbo. Atakufa. Tena ataachwa. Nimekataa kama nabii wa Bwana. Toa mauti kwenye tumbo. In the mighty name of Jesus. Kwenye tumbo. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. I will come up. Thank you, Jesus. Ego weka hizo rudisha hizo nywele nyuma. Rudisha hivi. Zibanie kwa hapo. Banie kwa hapo. Kuna kitu naona umevalishwa usoni kama Max. Unasikiaje usoni? Unawashwa Haijaanza muda mrefu sana. Imeanza juzi kati, kama imepita wiki mbili. Inachoma. Tunaangalia kwenye ulimwengu wa roho, naona umekuvalisha Max. Kwa makini sana na marafiki. Maana naona kuna jinsi unang'aa zaidi yao. Kwa hiyo ule mng'ao unawapa shida. Kwa hiyo kule kupata kibali kwako kuna wafedhesha. Kwa hiyo wanakuvalisha kitu ili at least na wewe uwe kama wao ambao hauna kibali. Kwa hiyo kuwa makini sana na marafiki. Hasa huyu anayeanza na jina la E, kwa naye makini sana. Ni mnyenyekevu, anaonekana kama anakupenda lakini hakupendi. Sawa? Delete. Toe kabisa. Hebu sema kila marafiki wabaya. Wowote wale. Nilionao. Wanapotoka hawa. Na mimi kwangu watoke. Sema watoke. Unapomfungua mtu mmoja na wewe jiconnect. Toke. Mpaka juu kabisa, karibu na kichwa. Kinyago hicho kitoke. Toke Max. Hiyo mask ambayo umeiweka. Yes. Vuka. Upesi umesha jua umeona. Toka kwa binti. Toka. Kwa nini umeiweka? Mna shida gani? Shida yenu ni nini? Shida ni nini? Kwa nini mmemwekea Max? Sema haraka. Shida ni nini? Hamtaki nini kwake? Hamtaki nini? Umekuwa bubu. Huwezi kuongea. Niongeze moto. Fire! Speak out. Ongea haraka. Kwa nini mmeweka Max? Basi tu. Wivu. Anawazidi. Kwa nini atusi? Kusema kwa nini atuzidi? Kwa hiyo kuwazidi kwake ndio kumewapa shida. Hicho tu. Kwa hiyo mkaweka nini? Afya. Mnamwekea vitu vya ajabu ili cha afya pia. Jesus. Lakini hafi tu. Analindwa tu. Sadaka. Amen.
zake zinaongea. Hakigusi fungu lake la 10. Kikiwa huko chuo, mnakipa majaribu ili fungu la 10 akili. Kila sehemu. Hakili fungu lake la 10. Hao ni watoto wangu moja wanachuo ambao hawali fungu la 10 hao watoto. Wanapewa pesa na wazazi wao, wanatenga kwanza cha Mungu. Haya, hicho ulichokiweka usoni na ulichokiweka ndani. Upesi. Yes. Upesi. Na hicho mnachotumia kumnyongea usiku. Kwa nini nataka kumnyonga usiku? Kwa nini mnamuoa? Kwa nini mnamnyonga usiku? Hicho mnachomnyongea usiku. Na kata hiyo kamba. Kata hiyo kamba. Toa hicho kinyago. Yes. Kata hiyo kamba. Kata na tumboni. Kata na tumboni. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kata tumboni. Kila mahali. In the mighty name of Jesus Christ. Toka upesi. Asante Roho Mtakatifu. Asante kwa kibali chako. Tembea la kile unakuta unakatalio. Sura imebali, kumbe umevalishwa roho ya kinyago. Hujui umevalishwa, uso wako umechafuliwa. Sema asante Roho Mtakatifu. 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 Asante Roho Mtakatifu. Dada Salome, Bwana Yesu asifiwe. Habari za Kenya? Ulikuwa nyumbani? Ulikuwa hapa? Mbona ulikuwa uchi? Mambo mengi. Mpaka unataka kukua, wewe upo tu. Mpaka unataka kukua. Funga macho, sema kila kichaa. Ninachokusudia. Kuniua nacho. Kirudi kwenu wenyewe. Kirudi. Kirudi kwenu. Kwa nini nataka kumpa kichaa? Amewakosea nini? Amewakosea nini? Speak out. Kwa nini nataka kumpa kichaa? Amewakosea nini? Kawakosea nini? Haraka kirudi. Toka. Toka upesi. Jivue na mauti. Jivue. Yes, jivue kichaa. Unaona kiroa kichaa hivi.